Uhali gani mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, karibu katika makala ya siku ya leo kutoka kanda ya kati mwa Tanzania. Naikukaribisha mimi ninaitwa Eliesa Kimweri, nikusitu ya sote mpaka tamati ya makala haya, na siku ya leo tutaangazia mafunzo ya muziki wa Kiadventista. Mnamo mwaka 2018, kanisa la Adventista wa Sabato, jimbo kuu la kusini mwa Tanzania, lilianzisha mafunzo ya muziki kwa ustawi wa kanisa na urejeshwaji wa muziki wa Kiadventista kanisani. Hii ni awamu ya 15 tangu kuanzishwa kwa mafunzo hayo, ambapo yalianzia katika chuo cha sanaa na utamaduni Tasuba huko Bagamoyo, na mwaka huu rasmi mafunzo hayo yamehamishiwa katika chuo cha ufundi cha kanisa la Adventista wa Sabato Dodoma DAPC. Na kwa awamu hii tayari wanafunzi wa muziki 53 wamehitimu katika chuo hichi. Mchungaji Aston Mamba ni mkurugenzi wa vijana, chaplainsia na muziki jimbo kuu la kusini mwa Tanzania. Anaeleza kwa uzuri namna mafunzo haya yalivyo na umuhimu kwa kanisa na jamii kwa ujumla. Ni mwaka wa 2025. Hii ni awamu ya mwisho kwa mwaka huu. Hii ni awamu ya 15 ya wanafunzi wanaosoma katika chuo, wanaosoma mafunzo ya muziki, ambao mafunzo haya yanaratibishwa na idara ya muziki ya kanisa la Adventista wa Sabato. Tunapomaliza hapa, tunamaliza na wanafunzi 53. Miongoni mwao 30 wa mwaka wa kwanza wanapata cheti cha mwaka wa kwanza, lakini 13 wa mwaka wa pili na 10 wa mwaka wa tatu. Hawa wanapata cheti cha kanisa cha utambuzi wa kumaliza mafunzo ya awali ya muziki, wakiwa wameshughulika na nadharia ya muziki, lakini vitendo katika kuimbaji, lakini vile vile utunzi na mambo kadha wa kadha ambayo yamekuwa yakifundishwa hapa. Hii ni mara ya kwanza kuwa hapa katika chuo cha Dodoma, Dodoma Adventist Polytechnic College. Hii ni mara ya kwanza mafunzo yetu yanahamia katika chuo chetu, kutoka katika chuo cha Kuazima, chuo cha serikali kule Bagamoyo. Ni wito wangu ya kwamba hebu kila kanisa lione umuhimu wa kutuma watu mahali hapa. Ndio watakuwa waalimu, lakini pia wataimba kwa uimbaji ulio bora, uimbaji wa namna ambayo utafanya ibada zetu ziwe za kuvutia. Wao wenyewe ndio wanufaika wa kwanza, lakini kanisa litanufaika. Hebu kila kanisa lidhamirie kutuma watu kuja kupata mafunzo haya ambayo yatakuwa na tija kwa kanisa, lakini kwao binafsi, kwa familia, lakini kwa kanisa, kitaifa na kimataifa. Ombi langu ni ya kwamba kila kanisa lilete watu hapa kujifunza muziki. Wako hapa mainjinia, wako hapa madaktari wa kutibu, wako hapa walimu, wako hapa watu wa kaliba mbalimbali ambao wamekuja kujifunza mafunzo haya ya muziki. Tunao walimu bora, tunataraji ya kwamba tutakuwa na watu watakaotoka hapa walio bora kati ya bora katika nchi ya Tanzania. Mchungaji Festo Mngongo, ambaye ni katibu jimbo la kati mwa Tanzania, ameeleza jinsi mafunzo ya muziki yalivyo ya muhimu kwa kanisa kwa ujumla, huku akitoa wito kwa makanisa kuona umuhimu wa kuleta wanafunzi katika mafunzo hayo ili makanisa yawe na ibada zenye kumtukuza Mungu. Leo nimehudhuria mahafali katika chuo hiki cha DAP kwa ajili ya wale ambao wanahitimu mafunzo yao ya muziki kwa awamu ya kwanza katika chuo hiki. Tangu kilipoanzishwa, sasa ndipo kwa mara ya kwanza kozi imeletwa mahali hapa. Na ninashukuru uongozi wa kanisa, viongozi wetu wa Union ya Kusini mwa Tanzania, mwenyekiti Joseph Mungwabi na katibu mkuu Magulilo Mwakalonge pamoja na mhazini mkuu Shabato Msaki
wamenipa dhamana ya kuwawakilisha mahali hapa katika sherehe hizi za siku hii ya leo. Labda mambo ambayo nimeyaona na ni muhimu kwa ajili ya makanisa yetu ambayo nimeyaona katika mafunzo haya ya muziki kwa hawa wanaomaliza na wale wanaoendelea, kuna muhimu mkubwa sana wa kuhakikisha ya kwamba makanisa yetu wajumbe wanatumwa kuja kujifunza mahali hapa kwa juhudi, kwa sababu kuna vipengele vingi ambavyo vinahitaji marekebisho kuhakikisha ya kwamba muziki unaoimbwa, muziki wa Kikristo unaoimbwa unaendana na Biblia. Kama mada zinavyosema muziki ni ibada, ni kweli kwamba vipengele vyote vinavyohusiana na ibada pia vinatakiwa vipatikane katika muziki. Wakati mwingine watu wameimba bila kutengeneza vizuri sauti, wakati mwingine watu wameimba bila kuzingatia kwamba hii ni ibada inayokuwa moja kwa moja inaelekezwa kwa Mungu wa mbinguni, na matokeo yake heshima ile inayotakiwa kutolewa, utukufu ule unaotakiwa kutolewa umeenda mahali pengine, na wakati mwingine umeenda kwa wanadamu. Lakini hapa mafunzo yanayotolewa yanatuelekeza kwamba muziki ni ibada. Chochote kinachofanyika tangu kuanzia utunzi wake, uimbaji mpaka upigaji wa vyombo, lazima ureflect ibada kwamba inaelekezwa kwa Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo ni mafunzo muhimu sana, na tunawatia moyo makanisa yetu kwamba kwa kweli wahakikishe kila kanisa ikiwezekana katika Union ya Kusini mwa Tanzania pawepo wanafunzi ambao wamehudhuria haya mafunzo, watusaidie kufundisha watu wengine huko, na wale wanaoweza kufika tunawahimiza na kuwatia moyo. Kwa kweli mafunzo haya ni muhimu sana waweze kufika. Lakini pia kuna walimu wale wanaofundisha kwaya mbalimbali. Tunadhani sasa ni vizuri kanisa liende mbele zaidi kabla ya kuita mwalimu wa kanisa lolote kuja kufundisha muziki, tujue qualification zake, yani tujue elimu yake kuhusiana na jambo la muziki. Kwa hiyo tutafika mahali tutakuwa tunaomba, ukisema unaomba nani aje kufundisha kwaya, mwalimu fulani aje kufundisha, kwa kweli tunapendekeza wawe wamehudhuria hii shule ili kwaya zinazofundishwa ziimbe sawasawa na vigezo vinavyotolewa. Kwa hiyo tutaomba vyeti, na ndio maana Union ya Kusini mwa Tanzania inaandaa vyeti maalum kwa watu wanaohitimu masomo, ili baadaye walimu hao watusaidie kwa wakufunzi wa watu wengine. Kwa hiyo tunawatia moyo waimbaji kuhudhuria kwa wingi, lakini pia makanisa, leteni watu kwa wingi waje wajifunze, na madam chuo kiko karibu hapa sasa, watu waje wajifunze ili tuwe na kanisa linalomwabudu Mungu kwa njia ya muziki ule ambao unapatana na Biblia. Kwa hivyo viongozi wote tunatoa wito wa makonferensi, wa mafiridi na makoordinator wote wa muziki, wakurugenzi pamoja na wachungaji wa makanisa, tusaidiane kabisa kozi hizi zinapotolewa kutoa taarifa katika makanisa yetu. Kila kanisa lipate taarifa sahihi, waimbaji wapate taarifa sahihi, ili wajiandae kwa ajili ya kuhudhuria mafunzo haya ambayo ni muhimu sana. Kwa hivyo kwa Union ya Kusini mwa Tanzania tunawashukuru sana viongozi wetu, na mimi nasimama kwa niaba yao kutoa wito kwamba kanisa la Union ya Kusini mwa Tanzania limeazimia kwa nguvu zote kuimba muziki unaoreflect mafundisho ya Biblia kama ibada kwa Mungu wa mbinguni. Rhoda Mitanda, huyu ni mkufunzi wa Taasisi ya Elimu na Utamaduni Bagamoyo TASUBA, anaeleza mafanikio makubwa ya kanisa kwa namna ambavyo wamefanikiwa kuhamishia mafunzo hayo katika chuo chao, ikiwa ni kwa mara ya kwanza tangu kutoka katika chuo cha TASUBA, huku akitoa rai kwa kanisa kuongeza vifaa ili kuwa na mafunzo mahiri, kwani kadiri muda unavyozidi kusonga ndivyo wingi wa wanafunzi unavyozidi kuongezeka. Mafunzo ya muziki mwanzoni yalianza miaka kama 10 iliyopita, yalianza 2018, na kipindi hicho mafunzo hayo yalikuwa yanafanyika kwenye Taasisi ya Elimu na Utamaduni TASUBA. TASUBA mimi ni mkufunzi wa muziki, pia ndio mkuu wa idara ya muziki. Kipindi tunaanza, walimu wengi waliokuwa wanatumika walikuwa ni wa kutoka TASUBA. Mwaka huu
mafunzo yamehama kutoka TASUBA baada ya kuwa kwa miaka 14. Huu ni mwaka wa 15 mafunzo haya yanaendelea. Kwa hiyo hii ni mara ya 15, samahani. Maana nasema mwaka kwa sababu tumeshazoea kwamba mwanafunzi anapokuja mara ya kwanza ni mwaka wa kwanza, anapokuja mara ya pili ni mwaka wa pili, anapokuja mara ya tatu ni mwaka wa tatu. Kwa hiyo mafunzo haya kwa kawaida huwa ni kwa awamu mbili. Awamu ya kwanza inakuwa aidha kati ya mwezi wa pili, alafu awamu ya pili yanakuwa aidha kati ya miezi kama hii, mwezi wa 9, wa 8, na hii ilikuwa inategemea na mihula ya chuo lini wanafunga, ili kipindi hicho taasisi inapokuwa haina wanafunzi, maeneo ya chuo, walimu wa chuo na mabweni ya chuo pamoja na vifaa vya chuo na walimu wa chuo waweze kutumika katika kusaidia katika mafunzo ya taasisi. Tunashukuru kanisa kwa sasa hivi kwa sababu kulikuwa na program ya muda mrefu kwamba mafunzo yatakuja Dodoma, lakini tunashukuru mpaka sasa hivi Mungu amesaidia, mafunzo yameshahamia Dodoma. Ambacho sasa hivi kikubwa, changamoto kubwa iliyopo kwamba vifaa bado ni vichache, lakini kanisa wakiboresha zaidi ya kuongeza vifaa, kwa sababu kadri miaka inavyoenda kuongezeka wanafunzi wanakuwa wengi. Sasa vifaa baadaye vitakuwa havitoshi, kwa sababu katika mafunzo haya wanayosoma kila mwanafunzi anajifunza piano. Na katika kujifunza piano sasa kama vifaa havitaongezeka, ina maana kwamba kuna baadhi ya wanafunzi hawatakuwa na piano za kuweza kujifunza na kujifundishia. Sasa ili kuongeza ubora, piano ziongezwe, kwa sababu piano ndio chombo cha msingi katika kujifunza muziki. Kwa hiyo piano ni chombo cha muhimu kabisa. Piano ziongezwe pia kutokana na mazingira hapa, mazingira ni mapya, miundombinu pia inahitajika kuboreshwa. Katika kipindi hiki nimekuwa nikifundisha mwaka wa pili, hasa mwaka wa pili na baadhi ya mwaka wa tatu nilikuwa nafundisha, lakini kabla ya hapo nilijikita zaidi katika kufundisha somo la harmony mwaka wa tatu. Nashukuru Mungu kwamba sasa hivi mafunzo yanaendelea hapa, na kadri mafunzo yanavyoendelea ndivyo kanisa linavyopata watu watakaosaidia katika kuboresha mafunzo. Nasema hivyo kwa sababu gani? Kwa mfano kipindi hiki walimu waliotoka TASUBA ambao ni kama vile wametoka kwenye taasisi tulikuwa tunafanya mafunzo kabla ni wawili, tofauti na mwanzo. Mwanzo kulikuwa na walimu wengi sana wa TASUBA na walimu wachache sana wa kutoka ndani ya kanisa, lakini kwa sasa hivi walimu waliopo hapa wengi, maana tulikuwa ni walimu 13. Kati ya walimu 13 ni walimu wawili tu waliotoka TASUBA, walimu wengine 11 wengi ni zao la taasisi, yani ni zao la kozi hii ya muziki. Kwa hiyo kadri kozi hii inavyoendelea kufanyika ndivyo watu wanavyozidi kupata elimu, na ndivyo kanisa linavyopata watu wa kuweza kufundisha. Ushauri wangu mkubwa kwa kanisa, watafute namna ya kutoa haya matangazo ili yawafikie washiriki wengi, yafike kwenye makanisa mengi, ili watu wengi waweze kufika na kujifunza hii kozi ya muziki, kwa sababu kupitia kujifunza watu watabadilika. Bila kujifunza watu wataendelea kufanya katika uzoefu waliokuwa nao. Na umeonaje sasa mwitikio kwa wanafunzi? John Cosmas ni mojawapo ya zao la awali kabisa la mafunzo ya muziki, wakati huo yakifanyika katika Chuo cha Sanaa na Utamaduni Bagamoyo, na sasa ni mmojawapo wa wakufunzi wa mafunzo hayo, na hapa anaeleza safari yake. Ni moja ya wakufunzi wa haya mafunzo yanayofanyika hapa DAPS kwa sasa, ambayo hapo awali yalikuwa TASUBA. Hapo awali niliwahi kuwa mwanafunzi kutoka kule TASUBA nikiwa nasoma haya mafunzo, na kwa kweli yamekuwa ni mafunzo mazuri, tukinufaika vyema na kufanya vizuri katika kada hii ya muziki. Hapo awali nilikuwa sijui vitu vingi, habari ya utunzi, habari ya kuharmonize, kutengeneza mwafaka mzuri,
lakini hata sasa nimekuwa mtu mzuri, mwalimu mzuri wa kufundisha nyimbo vizuri, na hatimaye watu wakaelewa na kubarikiwa sana. Hivyo hakuna kitu ambacho ni kidogo cha kubedha katika tasnia ya muziki. Kila mmoja anao wajibu wa kufanya, na akishafanya, akijifunza, anakuwa ni mtu bora na mahiri sana katika tasnia hii ya muziki. Na hivyo basi kwa sasa mimi ni mkufunzi ambaye nimekuwa nikifundisha mwaka huu tunaoita mwaka wa pili kwa masomo ya harmony pamoja na composition, kwa maana ya utunzi pamoja na kutengeneza mwafaka katika nyimbo. Tumekuwa na darasa zuri sana na watu wamefurahia na kuendelea kujifunza vizuri katika mambo haya. Hivyo kwa ninachojivunia hadi sasa ni ya kwamba nimekuwa ni mtu ambaye naweza nikatengeneza kitu chenye kubariki na chenye kuvutia hasa katika swala la muziki. Na hivyo basi hakuna mshiriki yote anaweza kusema anaweza kubaki nyuma katika jambo hili. Wote tunakaribishwa na kila mmoja atafanya vizuri kwa kadri ya wakati wake. Mungu ametubarikia wote na kila mmoja atafanya vizuri. Niwaalike tu nyote, kijana, mzee, mtoto, wote tujifunze muziki kwa sababu muziki ni ibada na Bwana atatubariki sana. Pamoja na kuwa aliwahi kuwa mwanafunzi, lakini pia anaeleza umuhimu wa kuwa na karama ambayo hii huchochea zaidi kuwa mahiri katika masuala ya muziki. Tuseme ya kwamba karama ilikuwepo, lakini ilikuwa haijanolewa na shule. Kwa hivyo basi karama inapokuwa yenyewe pasipo kunolewa na shule, kuna vitu vinapungua. Utafanya vitu vingi kwa mazoea na kwa kuiga watu fulani. Lakini unapokutana na shule, unanoa taaluma vizuri na karama yako inaendelea kukua na unakuwa mtu bora sana katika swala la muziki, hasa wa ibada ya kumtukuza Mungu. Miongoni mwa wanafunzi walionufaika na mafunzo hayo ni pamoja na Enezaeli na Nyaro, ambaye yeye kwa sasa yuko kwa mwaka wa pili na pia ni katibu wa wanafunzi katika chuo hicho. Yeye anaeleza namna alivyohamasika kujiunga na mafunzo hayo na hata kuamua kujiunga na chuo cha DAPK. Kwanza kipekee kabisa namshukuru Mungu kuwepo mahali hapa, lakini pia kulishukuru kanisa la Waadventisti wa Sabato kwa kutukaribisha pia watu ambao si wa madhehebu mengine. Mimi ni MTAG, Mtanzania Assemblies of God, lakini nimehamasika kuwepo katika mafunzo haya kwa sababu nimeona kuna vitu vya ziada ambavyo naweza kuvipata mimi kama mwanamuziki au kama mdau wa muziki. Katika chuo hiki tunajifunza muziki, lakini pia tunajifunza mambo ya sound na tunafundishwa mambo mengi yanayohusu muziki ndipo. Mimi pia ni mwanafunzi wa chuo cha sanaa na utamaduni Bagamoyo, lakini nimehamasika zaidi kuwepo mahali hapa kwa sababu nimeona kwamba kuna kitu cha ziada ambacho ninaweza kukipata na kikanisaidia hata katika masomo yangu ya chuoni. Lakini pia kanisani kwangu mimi ni kiongozi na pia ni mwana kwaya na ni mwimbaji wa praise. Lakini nimeona kwamba kuna kitu ambacho ninaona kwamba ninakihitaji zaidi, na sehemu kukipata nimeona ni katika kituo cha DAPS ambapo ni cha Kiadventisti cha Kisabato. Na kwa kweli sijutii kuwepo mahali hapa kwa sababu nimejikuta napata vitu vingi zaidi. Nimejua kutunga muziki, nimejua kuimba, nimejua kufunga vyombo. Kwa namna moja au nyingine, mimi naomba nikukaribishe wewe ambaye hujaweza kuwepo mahali hapa. Kwa wakati mwingine hebu karibu. Mwingine muhitimu wa mwaka wa 3 ni Sister Evelyn Changa kutoka Jimbo Katoliki Morogoro. Yeye anaeleza namna mafunzo hayo yatakavyomnufaisha yeye pamoja na kutengeneza ibada yake yenye kumtukuza Mungu kupitia muziki. Asante. Naitwa Sister Evelyn Janus Changa. Natokea Jimbo Katoliki Morogoro. Ni mwanafunzi na muhitimu wa mwaka wa 3 siku ya leo hapa Dodoma Adventist Polytechnic College. Ni mwanafunzi ambaye nimeanza mafunzo haya tangu mwaka 2024, kozi ambayo ilikuwa ni ya Septemba Oktoba, na hivi leo naofikia Septemba Oktoba ya mwaka 2025 nahitimisha mafunzo haya, lakini bado nitaendelea kuwa pamoja na wanafunzi wengine kama kiongozi, kama mwalimu na kama pia ambaye bado natamani kufanya mambo makubwa zaidi katika muziki. Kwa nilivyojifunza na ninavyoendelea kujifunza, natumaini kwamba muziki huu katika maisha yangu binafsi utanisaidia kwa sababu
Napenda muziki, lakini bado natamani kufanya mambo makubwa katika muziki, hasa katika ibada. Kufanya ibada iwe takatifu na si ibada ya maigizo, au kufanya ibada ambayo inakuwa sababu ya Mungu kuleta hukumu. Ila natamani kufanya kitu ambacho Mungu anataka kifanyike katika kanisa lake. Lakini pia kama mtawa, natumaini muziki huu utanisaidia mimi pamoja na ndugu zangu ambao tunatamani kumtumikia Mungu kwa namna hii, lakini pasipo kumtanguliza Mungu, pasipo kumwimbia Mungu kwa ibada, hatutaweza. Hivyo kupitia muziki huu natumaini Mungu atakuwa mwema na yote ambayo natamani kuyafanya na Mungu anayotaka kuyafanya kupitia mimi yatafanyika. Kilichonivutia zaidi ni namna ambavyo tangu nilivyoanza na nilivyoendelea, bado nimeendelea kupata uzoefu mkubwa. Nimeendelea kupata mafunzo haya ambayo kupitia walimu, kupitia wanafunzi wenzangu, tumeendelea kutiana moyo kwa sababu katika ibada tunapaswa kumwimbia Mungu katika roho na katika kweli. Hivyo basi kupitia mafunzo haya nimeendelea kuvutwa na naendelea kuvutwa kutokana na ushirikiano, moyo wa upendo, moyo wa majitoleo kwa wale ambao wanajitolea kutufundisha. Hivyo Mungu aendelee kuwainulia neema zake, kuwajaza baraka zake. Amina. Pengine ni nini wito wako sasa? Pengine kwa masista wenzako ama watu wako karibu kushiriki katika semina hizi ama mafunzo haya yanayotolewa? Wito wangu kwa ndugu zangu, marafiki zangu, majirani zangu, madhehebu tofauti tofauti, nawaalika kwamba mafunzo haya si kwa sababu ya kanisa moja tu au si kwa sababu ya dhehebu moja tu, ila ni mafunzo yanayotolewa kwa ajili ya kutusaidia sisi kama waamini tunaotamani kufika mbinguni, tuweze kumwimbia Mungu katika roho na kweli, na katika ibada zetu tuweze kumtukuza Mungu na si kujitukuza kama wanadamu. Mafunzo ya muziki yamenufaisha wengi ndani na nje ya kanisa. Ni matumaini yangu umebarikiwa na makala haya, na wakati mwingine uwewe kushiriki katika mafunzo haya mara yanapotangazwa. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki. Kwa wakati wote huu ulikuwa na mimi na yetu Eliesa Kimweri, msimulizi na mwandaji wa makala haya. Iwe mwenye uweza wote, aliyetuumba sisi, vitu vyote avitegemeza kwake. Haleluya, haleluya, sifu, sifu, haleluya, haleluya, tangaze ulimwenguni kote, mataifa yapate kujua uweza wake ulivyo mkuu, astahili kusifiwa milele na milele. Haleluya, haleluya, sifu, sifu, haleluya, haleluya, tangaze ulimwenguni kote, mataifa yapate kujua uweza wake ulivyo mkuu, astahili kusifiwa milele na
milele. Kila chenye uhai kimsifu, baharini, angani na nchi kavu. Bila yeye haviwezi kuwepo kamwe. Haleluya, haleluya, sifu, sifu. Haleluya, haleluya, tumtangaze ulimwenguni kote, mataifa yapate kujua uweza wake ulivyo mkuu. Astahili kusifiwa milele na milele. Haleluya, haleluya, sifu, sifu. Haleluya, haleluya, tumtangaze ulimwenguni kote, mataifa yapate kujua uweza wake ulivyo mkuu. Astahili kusifiwa milele na milele. Haleluya, haleluya, sifu, sifu. Haleluya, haleluya, tumtangaze ulimwenguni kote, mataifa yapate kujua uweza wake ulivyo mkuu. Astahili kusifiwa milele na milele. Haleluya, haleluya, sifu, sifu. Haleluya, haleluya, tumtangaze ulimwenguni kote, mataifa yapate kujua uweza wake ulivyo mkuu. Astahili